Kama ambavyo ilivyo nchi au familia au maisha yako binafsi, formula au principle katika kuongoza vitu hivi ni kitu muhimu sana. Katika video hii napenda kuonyesha formula ambayo ukiweza kuitumia inaweza kuongeza uzalishaji wako katika kitu unachokifanya. Na hii ni formula ambayo imejadiliwa kwa kina sana katika kitabu kimoja cha Eat That Frog na mtaalamu mmoja ambaye anaitwa Brian Tracy. Formula ambayo amejadili kwa kina kabisa ya kuweza kukutofautishia vitu gani muhimu uanze navyo na kitu gani ambacho sio cha muhimu sana uweze kumaliza nacho. Hii ni formula ambayo inaitwa ABCDE. Ili kuweza kufanikiwa katika kitu unachokifanya na kuongeza uzalishaji wako wa kitu unachokifanya. Katika video hii naenda kuonyesha sasa formula ambayo ni ya ABCDE ambayo inaweza kukuongezea uzalishaji wako katika kitu unachokifanya. Kama ni mara yako ya kwanza basi kutembelea katika channel hii hapa, kwa majina naitwa Abel Ntobi. Wewe basi fanya kulike, kushare, kucomment na kusubscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele ya notification bell ili kuweza kupata taarifa yote ambazo zitakuwa zinakuja na baada tu ya mimi kuupload video katika channel hii hapa. Kama unavyojua kabisa slogan yetu katika channel hii hapa ni kwamba if you know teach, if you don't know learn. Yani kama unajua fundisha na kama haujui basi jifunze. Hivyo comment yako ni muhimu sana katika video hii ili niweze pia kujua nini unajua wewe na mimi niweze pia kujifunza kutokana na wewe. Asante sana. Tufuatana na mimi basi katika kujua formula hii hapa ambayo imejadiliwa kwa kina sana na Brian Tracy, na ukiweza kuipractice katika maisha yako basi inaweza kukupa matokeo mazuri sana kwa kitu au jambo lolote unalolifanya, kwa sababu itakupa ni kitu gani uprioritize, yani ukipe kipaumbele kwanza na nini ukifanye. Brian Tracy katika kitabu chake hiki cha Eat That Frog anaeleza kabisa kwamba ili kutogailisha mambo au kitu chochote na ili kuweza kukuza uzalishaji wako na kupata matokeo yako, kanuni hii ni nzuri sana na kuweza kuitumia katika kufanikisha mambo yako. Kanuni ya ABCDE ipo hivi. Hivi ni vitu ambavyo ni muhimu sana na ni kundi la vitu au shughuli ambazo ni lazima uzifanye. Yani you must do it or you must do them. Kama ni vingi, tambua kuwa vitu hivi ni vitu ambavyo vitakuwa na matokeo chanya au hasi, yani positive or negative consequence kama wewe usipovifanya au ukavifanya. Ina maana, ikiwa na maana kabisa, katika kundi la A ni vitu ambavyo ni very potential, ni vitu ambavyo ni muhimu sana. Ukikifanya kitakuwa na positive consequence na usipokifanya kinakuwa na negative consequence. Mfano, kama we ni mwajiliwa, kuandaa ripoti na kumkabidhi bosi, hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukifanye. Hivyo usipokifanya kitakuwa na negative consequence. Aidha unaweza kufukuzwa kazi au kashushwa cheo. Lakini kama wewe ni mfanyabiashara, unatakiwa sasa kujua kwamba ni kitu gani muhimu ambacho unatakiwa nikifanye. Aidha ni kutafuta bidhaa mpya iliyopo sokoni ili uendane na soko, au ni kutengeneza bidhaa mpya nzuri ili uendane na soko. Kwa hiyo hiki kitu usipokifanya kinakuwa na negative consequence, lakini pia ukikifanya kinakuwa na positive consequence. Kinakuwa na matokeo yani chanya na matokeo hasi, aidha ukikifanya au usipokifanya. Kitu cha kuzingatia hapa katika kanuni hii ya ABCDE na katika kundi hili la A ni kwamba kama una shughuli nyingi ambazo zinaweza zikawa ni very potential na ni muhimu sana, lakini pia ambazo unaweza ukaziweka katika kundi hili hapa la A, kanuni hii inasisitiza kwamba zile shughuli unatakiwa uzipe majina, yani A1, A2, A3 na kuendelea. Hii itakusaidia kujua shughuli muhimu na kipaumbele chake, kwamba hivi vyote ni
vitu muhimu au shughuli muhimu ambazo nimeviweka katika kundi A, lakini pia tofauti na hivyo, lakini kimoja kinatakiwa kianze, kifate kingine, then kingine. Hivyo basi shughuli namba A1 utaiainisha na ili uanze nayo. Hii itakusaidia katika wewe kutoa kipaumbele cha kitu gani ukifanye kwanza, alafu kingine kifuate. Hivyo A1 itakuwa ni shughuli namba 1, A2 itakuwa ni kitu namba 2, A3 kitakuwa ni kitu namba 3. Kufanya hivi kunaweza kukufanya wewe kujua au kufanya kitu ambacho haukutakiwa kukifanya kwanza na kilitakiwa kiwe namba 2. Hivyo basi katika kanuni hii, kundi la A ni kuainisha vitu muhimu ambavyo ukivifanya vinakuwa na positive impact na usipovifanya vinakuwa na negative impact. Hii itakufanya kabisa wewe kumanage time, lakini pia kutogailisha, lakini pia kupata matokeo makubwa na mazuri zaidi, kwa sababu utaanza na vitu ambavyo muhimu sana na baadaye unafuata vitu vingine. Lakini katika kanuni hii ya ABCDE ambayo sasa imeelezewa vizuri, ni kwamba katika kanuni hii ya ABCDE kundi B ambayo sasa ni task B, ni kwamba hizi ni shughuli ambazo unaweza kuzifanya na ni muhimu, lakini sio muhimu ukilinganisha na lile kundi A, yani shughuli zilizopo katika kundi A. Mfano katika kundi hili, mfano wa kazi au shughuli katika kundi hili ni kama vile kuangalia email, unaona, au kupiga simu ambazo sio za kikazi. Ni mfano mzuri wa shughuli au vitu katika kundi hili hapa. Kusalimia ndugu na jamaa. Lakini kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba kamwe usifanye shughuli au kitu kilichopo katika kundi B wakati vitu vingi ambavyo vipo katika kundi A havijakamilika. Kwa mfano, usipige simu na kusalimia ndugu na jamaa au kupiga story na watu wakati bado haujaandaa ripoti. Yani ina maana hii ni kupa ubongo wako alert kwamba kuna shughuli muhimu ambayo ipo katika kundi A haijakamilika, alafu wewe unaanza tena kufanya shughuli ambazo ni za kawaida zilizopo katika kundi B. Hivyo basi hakikisha kabisa kwamba unamaliza shughuli zilizopo katika kundi A kwanza, ambazo ni very potential and very important, ili uweze kuhamia vitu vilivyopo katika kundi B. Hakikisha kabisa kwamba umeandaa report na kusubmit kwa bosi, au tayari umeshaangalia na kujua ni sample gani au ni vitu gani muhimu ambavyo nitakuwa kuvifanya kesho kwa ajili ya biashara. Ndipo uanze sasa kufanya vitu hivi, aidha kupiga simu, kusalimia ndugu na jamaa na kufanya vitu kama hivyo. Hivyo sasa ukiachana na vitu vivyopo katika kundi A ambavyo ni vitu muhimu sana na unavyotakiwa kuanza navyo, na hivyo vya kundi B ambavyo unaweza kuvifanya, lakini hakikisha kabisa unavifanya wakati ambavyo vitu vya kundi A vikiwa vimeshakamilika. Kuna hili hapa sasa la kundi C, yani vitu ambao unatakiwa kuviweka katika kundi C. Hivi ni vitu ambavyo ni vizuri kufanya, lakini havina madhara yoyote aidha ukivifanya au hata usipovifanya. Vitu ambavyo vyote ambavyo unajua kabisa hiki nikikifanya au nisipokifanya hakina madhara yoyote, unatakiwa kuviweka sasa katika kundi C. Hivi ni vitu kama vile kwenda kula na marafiki zako, yani lunch au dinner, unaona, kutembea au kwenda disco. Ni vizuri kuvifanya, lakini tambua kabisa kwamba aidha ukikifanya au usipokifanya hakina madhara yote. Ni vizuri pia kwenda disco, ni vizuri pia kwenda kula na marafiki zako, ni vizuri pia kwenda kumtembelea rafiki yako, lakini ukikifanya au usipokifanya kitu hiki hakina madhara. Hii inakupa muda kabisa mzuri wa wewe sasa kutambua kwamba kabla haujaenda au haujatoka lunch na marafiki zako, kabla haujaenda disco, kama kuna kitu ambacho kipo kwenye kundi A na ni kitu muhimu hakijakamilika, basi hakikisha huu muda ambao utaenda disco unaosuspend na kuhakikisha kabisa kwa accomplish kitu ambacho kipo katika kundi A, kwa sababu kundi A
usipokifanya kitakuwa na negative impact, na ukikifanya kitakuwa na positive impact. Lakini katika kanuni hii pia ya ABCDE ni kwamba kuna kundi D sasa, au vitu ambavyo vinatakiwa viweke katika kundi D ili kujua kuwa na mlolongo mzuri wa utendaji kazi. Ni kwamba katika kundi D hivi ni kundi la vitu au shughuli ambazo unaweza kuzigawa kwa watu wakazifanya wao badala ya kuzifanya wewe. Kwa hiyo kuna shughuli kabisa ambazo unajua kabisa hiki naweza nikakifanya, hiki si natakiwa kumpa mtu ili aweze kunisaidia. Hivi ni shughuli ambazo unaziweka katika kundi D. Kitu cha msingi ni kwamba unatakiwa kuhakikisha shughuli utakayompa mtu au anayeweza kuifanya, na ujue kabisa ana muda wa kufanya, ili upate muda mzuri wewe wa kuweza kufanya sasa shughuli zopo kwenye kundi A. Kwa hiyo shughuli zote ambazo unazijua wewe unaweza kumpa mtu. Aidha kama unajua unaweza kumpa mtu kama ni kufua nguo zako, aidha unaweza kumpa mtu kama ni kusafirisha mzigo kupeleka sehemu fulani, ili uweze sasa kupata free time, kupata muda mzuri wa wewe kufanya vitu muhimu zaidi kuliko kutoka katika eneo lako la biashara na kupeleka kitu fulani sehemu, kwa sababu ule muda unaweza kuwa umechangana na wateja. Hivyo shughuli hizi hapa zote unatakiwa uziainishe na uziweke katika kundi D, na kwa kufanya hivyo kutakuhakikishia au kutambua kabisa kwamba kitu gani ni muhimu ambacho natakiwa mimi kukufanya na kitu gani ambacho ni cha kawaida natakiwa kumpa mtu. Lakini hakikisha shughuli zote ulizoziweka katika kundi D ambazo zinatakiwa zifanye na watu, unatakiwa kujua kabisa kwamba huyu mtu ana uwezo na huyu mtu pia ana muda wa kufanya hiki kitu nilichompa. Lakini katika kanuni hii hapa sasa kuna kundi la mwisho ambalo ni E. Unaona, shughuli ambazo utaziweka katika kundi E ni shughuli ambazo unaweza kuachana nazo kuzifanya kabisa, kwa sababu zinakuwa na kazi ambazo hata ukizifanya haziwezi kuleta matokeo yote, zinaweza zikawa sio nzuri. Yani ni shughuli ambazo unajua kabisa hata ukikifanya au usipozifanya hazina matokeo yoyote. Kwa hiyo ni shughuli ambazo unaweza kuachana nazo kabisa. Kwa hiyo kwa kuzingatia kanuni hii ya ABCDE inaweza kabisa kukusaidia wewe kujua sasa ni kitu gani kiende katika kundi A la vitu muhimu, ni kitu gani kiende katika kundi B la vitu ambavyo ni vya kawaida, kwamba unaweza ukafanya baada ya kundi A kumaliza, lakini ni vitu gani viweke katika kundi C ambalo sasa ni vitu ambavyo ukivifanya havina madhara, aidha ufanye au usivifanye. Lakini pia ni vitu gani viweke katika kundi D ambalo sasa ni kundi la vitu ambavyo unatakiwa kuwapa watu wavifanye kwa badala yako, ili kuweza kupata ample time, uweze kupata muda mwingi mzuri wa wewe kufanya vitu ambavyo ni muhimu. Na ni vitu gani ambavyo unavyotakiwa kuviweka katika kundi E la vitu ambavyo unatakiwa kuachana navyo kufanya. Kwa kuzingatia kanuni hii ya ABCDE unaweza ukajikuta umeongeza uzalishaji wako, kwa sababu utatoa priority nzuri sana kwa vitu ambavyo ni most valuable, yani vitu ambavyo vina thamani kubwa sana